katika ukurasa wake wa mbele laandika ukawa kidedea umea CCM yatia mpira kwa pani. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4. Ni figisu la umea katika manispaa ya Ilala na Kinondoni limefikia mwisho wa Chadema kuibuka kidedea kwa nafasi ya umea mshirika wake katika ukawa kafu ikichukua nafasi ya manaibu meya, huku madiwani wa CCM na Ilala wakiweka mpira kwa pani. Mbali na madiwani wa CCM kususia uchaguzi huo wakipinga wabunge viti maalum kutoka Zanzibar kuzuiwa, wale wa ukawa walilalamika kuwaweka madiwani kwenye kambi na kutumia kalamu maalum walizodai zinachukua picha ya kura walizopiga ili kuzuia hujuma. Habari nyingine katika ukurasa mbele ni Kitwanga atangaza vita ya bodaboda. Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Charles Kitwanga amesema katika kuhakikisha serikali inapambana na uhalifu, jeshi la polisi limeanza ukaguzi maalum wa bodaboda na kufunga kamera za CCTV katika miji mikuu ili kufuatilia matukio mbalimbali. Wanasayansi wagundua homoni kuongeza 40% siku za kuishi ni miongoni mwa habari katika ukurasa wa mbele. Inasema tumaini jipya, hivi ndivyo tunavyoweza kusema baada ya wanasayansi kugundua vichocheo yani homoni zinavyoweza kuongeza siku za kuishi kwa 40%. Haya yamebainishwa na timu ya wanasayansi kutoka chuo cha tiba cha Yale Marekani wakiongozwa na Profesa Vichwa Dixit, waliobaini kuwa wingi wa homoni ya FGF21 unalinda mfumo wa kinga mwili dhidi ya uharibifu wa seli unaosababishwa na umri. Mgongano mpya wa kisheria au uchaguzi Zanzibar waibuka ni habari katika ukurasa wa 3. Inasema wakati wa tume ya uchaguzi Zanzibar ikijiandaa na uchaguzi wa marejeo kumetokea sintofahamu za kisheria juu ya fedha zitakazotumika katika uchaguzi huo kukosa ridhaa ya baraza la wawakilishi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wanaharakati wamesema haiwezekani fedha za serikali kutumika bila kuidhinishwa na baraza hilo kwa kuwa kuisha vunjwa. TAKUKURU ya ukua shilingi milioni 60 Moshi ni habari katika ukurasa 5. Nasema taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imebaini ufisadi wa shilingi milioni 78 katika halmashauri ya manispaa ya Moshi ambazo zilitumika katika ununuzi hewa. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Kilimanjaro Alex Panda alisema baada ya taasisi yake kuwabana watumishi 18 waliohusika na ufisadi huo walikiri na kurejesha shilingi milioni 60. Kati ya shilingi milioni 60 zilizokolewa na TAKUKURU, shilingi milioni 19.49 zimetumika kununulia dawa kwa ajili ya wagonjwa wa akili katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro ya Mawenzi. Muhongo waita dama kamishna wa madini ni habari nyingine. Nasema waziri wa nishati na madini Profesa Hospita Muhongo amewataka maofisa wanashughulika na madini mkoani Mbeya wafike katika ofisi ya katibu mkuu Dar es Salaam kesho kujieleza kwa nini walishindwa kuchukua hatua za kuzuia upotevu wa mapato ya serikali. Profesa Muhongo alitoa agizo hilo akiwa katika ziara ya siku 2 mkoani humo ya kukagua miradi ya TANESCO na kutembelea migodi ya makaa ya mawe na dhahabu. Musa ya kamata huduma ya maji nyumbani kwa RPC ni habari katika ukurasa wa 6. Inasema mamlaka maji safi na maji taka Moshi MUWASA imekata maji katika makazi ya kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro na makambi ya askari polisi mkoani humo, lakini wawili wahitimu PhD ya mawasiliano ya umma sauti ni wahitimu wa kwanza wa shahada ya uzamivu PhD katika fani ya mawasiliano ya umma kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha jijini Mwanza. Wamesema wamefikia hapo baada ya kupitia changamoto kadhaa ikiwemo kutengana na familia zao. Njemba agiza mawakala waswekwe mahabusu ni miongoni mwa habari katika kurasa za ndani. Inasema hapa kazi tu. Hiyo ndio kauli mbiu inayotekelezwa na waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Mwigulu Nchemba baada ya kuagiza kukamatwa kwa mawakala wa pembejeo za kilimo wilayani humo. Habari hii inatoka Tunduru. Inasema hatua hiyo imekuja baada ya waziri huyo kufanya ziara kushtukiza katika wilaya hiyo na kubaini udhaifu katika ugawaji wa pembejeo za ruzuku. Lakini Mtibwa yapigwa faini shilingi milioni 50 ni naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Luhaga Mpina ameutaka uongozi wa kiwanda cha sukari Mtibwa kulipa faini ya shilingi milioni 50 kwa kushindwa kutunza mazingira. Na kamati gazeti Jambo Leo katika ukurasa wa mbele laandika Lowassa Magufuli vitani tena.
Ni aliyekuwa mgombea urais wa Umoja wa Katiba wa Wananchi UKAWA Edward Lowassa hajakata tamaa ya kuwa rais wa Tanzania, jambo la Jumapili limebaini. Kutokana na kuendelea kuwa na ndoto hiyo, Lowassa tayari ameanza kukutana na makundi mbalimbali kama sehemu ya kujimarisha zaidi katika kutetea hicho. Habari nyingine katika ukurasa mbele ni wanafunzi wasomea chini ya miti. Ni ukosefu wa vyumba vya madarasa umechangia wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 7 wa shule ya msingi Kauzeni iliyopo katika kijiji cha Kauzeni Maramba, kata ya Mhinduro, wilayani Mkinga kutumia darasa moja, huku wengine wakisomea chini ya miti ikiwemo ile ya zao la mihogo. Wanakijiji wa Kauzeni juzi walisema shule hiyo mwaka huu imefanikiwa kupata wanafunzi wa darasa la 7 wanaolazimika kusoma, huku wakiwa wamechanganywa na watoto wengine, mazingira ambayo yanazusha hofu ya kufaulu vizuri katika mtihani wao wa kuhitimu darasa hilo. Lakini UKAWA waiteka dawa zua viti vya umea CCM wasusia uchaguzi ni habari nyingine katika ukurasa wa 3. Hatimaye uchaguzi wa umea katika halmashauri ya Kinondoni na Ilala umefanyika na Umoja wa Katiba wa Wananchi UKAWA kuibuka kidedea huko CCM kisusia. Katika uchaguzi huo, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilishinda nafasi ya umea katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni na Ilala. Miezi 6 kuvuja jasho ni habari nyingine. Inasema serikali imetangaza miezi 6 ya kusaka kodi ili itumike kuboresha huduma mbalimbali za kijamii. Mwigulu abaini madudu pembejeo za kilimo ni habari katika ukurasa 4. Inasema mawakala wa usambazaji pembejeo za kilimo na watendaji wa kata wametakiwa kukamatwa baada ya kuleta udanganyifu kuwa wasainisha wakulima pembejeo za kilimo, jambo ambalo si sahihi. Lakini Waziri Lukuvi aonye viongozi Muheza. Ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amewataka viongozi wa wilaya Muheza mkoani Tanga kufanya ugawaji sahihi wa mashamba yaliyorejeshwa mkoani mikononi mwa serikali, ikiwa ni pamoja na kuepuka kufanya upendeleo wote. Waziri ataka benki iwawezeshe wanawake ni habari nyingine. Lakini wahamiaji kuendelea na msako ni operesheni ya kamata wahamiaji haramu nchini imerudi tena baada ya kusimama kwa muda kutokana na tatizo la magari kupelekwa gereji kwa matengenezo. Dodoma yakabidhiwa fedha za elimu bure ni habari katika ukurasa 5. Inasema serikali imetoa shilingi milioni 584,324,000 kwa ajili ya elimu bure kwa shule za msingi na sekondari nchini. Akizungumza katika kikao cha kazi na watendaji wa sekta ya elimu ngazi ya halmashauri ya mkoa, mkuu wa mkoa wa Dodoma Chiku Galawa alisema mkoa wake umepokea shilingi milioni 340,235,000 kwa ajili ya shule za sekondari, ikiwa ni kwa ajili ya chakula, huku shilingi milioni 143,116,000 zikiwa ni kwa ajili ya fidia ya ada za bweni. Kiwanda cha sukari Mtibwa cha pigwa faini ni habari nyingine katika kurasa za ndani kwenye gazeti ya leo. Gazeti Mzalendo limepambwa na habari inasema rasi waibua mazito Mwanza, mmoja amrushia mwenzake chupa ya maji, nusura kiti kifuate. Rais Dr. Magufuli atangaza kutengua uteuzi kumfukuza kazi rasi. Habari hii inapatikana ukurasa wa kwanza. Inasema matokeo ya viongozi waandamizi mkoa wa Mwanza kurushiana chupa za maji, kutoka kurushiana viti na kutoleana maneno yasiyo na staha yameibua taharuki. Imeelezwa taharuki hiyo inahusisha mkuu wa mkoa wa Mwanza RC Magesa Mulongo na katibu tawala rasi wa mkoa huo Faisal Isa. Kutokana na hali hiyo, Dr. John Magufuli ametengua uteuzi na kumfukuza kazi Ras Isa kwa utovu wa nidhamu. Uhaba wa madawati wa mkoa wa wilaya wapewa miezi 2. Ni habari nyingine inasema serikali imetoa agizo kwa wakuu mikoa na wilaya na wakurugenzi wa halmashauri nchini kuandaa mikakati ya kumaliza tatizo la wanafunzi kukosa madawati nchini. Mwigulu atumbua vijipu chungu ni katika kile kinachoelezwa ni sawa na kutumbuliwa kwa vijipu chungu. Serikali imeagiza kukamatwa kwa mawakala wa usambazaji pembejeo na watendaji wa kata, lakini neki kuamua baada ya uchaguzi wa kijitopele. Ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi neki imeamua kuwa viti 3 vya bunge kwa viti maalum vilivyobaki uteuzi wake utafanyika baada ya kukamilika kwa uchaguzi katika jimbo la Kijitopele Zanzibar. Tatizo la vibali kiwanda cha Dangote kumalizika ni habari nyingine. Inasema taasisi ya sekta binafsi TPCF inashirikiana na uongozi wa kiwanda cha saruji cha Dangote kushughulikia tatizo la vibali
vya kuishi na kufanya kazi nchini lililowakumbwa wataalamu wake wa nje. Lakini vyandarua kutokomeza samaki wa ziwa Victoria ni vyandarua vya msaada wa rais mstaafu wa Marekani George W. Bush. Huenda vitageuza ziwa Victoria kubaki na historia ya kuwahi kuwa na samaki